Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Nikupe hongera wewe ambao umepata nafasi ya kuweza kufuatilia kipindi hiki cha Amka na Rebos asubuhi ya leo. Nami nimepata kibali kusimama na wewe siku ya leo. Wasionifahamu, kwa majina yangu naitwa Cosmas Paul Sambai. Nimeokoka na mfurahia Yesu. Mungu amenipa neema kuwa na wewe siku ya leo. Na ikiwa Mungu amenipa neema kuwa na wewe siku ya leo, basi nikualike. Tuna ujumbe mzuri sana ambao Roho Mtakatifu amenipa kwa ajili yetu, kwa ajili ya kujifunza sote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza sote. Roho Mtakatifu ndo anayefundisha. Mimi nasimama kama kivuli. Ninasimama kama chombo. Kwa hiyo niko mahali hapa kama chombo ambacho Mungu anakitumia. Na mimi najifunza, na wewe pia unatakiwa ujifunze. Kwa nini nakualika popote ulipo, uwe ndani ya Tanzania hii au nje ya Tanzania hii, tuweze kujifunza. Ujumbe ambao tutautazama leo, ambao tutaanza nao, unasema kwamba usivunje agano la Mungu. Usivunje agano la Mungu au agano la Bwana. Usivunje agano la Bwana. Na andiko letu la msingi ambalo tutaangalia ni kutoka katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 11 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 13. Usivunje agano la Bwana. Wewe ambaye umepata neema na kibali ya kuwa hapa, ninakuomba uwe makini, tuende pamoja, tujifunze pamoja. Ninaamini Roho Mtakatifu ana kusudi maalum na wewe au na mimi katika asubuhi ya leo. Ninaamini Roho Mtakatifu ana kusudi na wewe. Na kabla hatujasoma sasa msingi wa somo letu au andiko la msingi wa somo letu, tutaenda kuangalia tunapozungumzia agano maana yake nini? Agano maana yake nini? Yawezekana ni watu wengi tunajua, tunafahamu, lakini tunaweza tukapita juu. Lakini Roho Mtakatifu kila ambacho atatufundisha, naamini na wewe kuna kitu Bwana amekusudia kwa ajili yako. Tunapozungumzia agano maana yake nini? Kwa ufupi kabisa, kwa lugha inayoeleweka, agano ni mapatano. Ni mapatano baina ya watu wawili kwa ajili ya jambo fulani, kwa ajili ya kitu fulani. Tunasema watu wana maagano. Bwana Yesu asiwe sana. Unaweza ukajiuliza, agano na maagizo kuna utofauti gani? Nimeagana na fulani au nimeagizwa fulani. Vitu hivi viwili ukiviweka pamoja, je, kuna utofauti wowote? Utofauti upo. Bwana Yesu asiwe sana. Utofauti upo kati agizo na agano. Agano ni mapatano ya kwamba fulani tunatakiwa tufanye jambo hili. Usipofanya kitatokea hiki. Au ninaweza nikatolea mfano ya kwamba una ndugu yako ama una rafiki yako. Mnapatana, mnakaa chini. Rafiki yangu, tunapatana 1, 2, 3. Ukikuuka moja, nitaenda kukufunga jela. Bwana Yesu asiwe sana. Na huyu mwingine upande wa pili anasema, na wewe usipofanya hiki na mimi nitakufunga. Hawa watu wamefanya agano. Wamefanya agano. Lakini agizo, ninaweza nikamwagiza tu fulani, nenda sehemu fulani kafanya hiki. Hata asipofanya, haina madhara sana kama agizo, kama agano. Haina madhara sana kama agano lilivyo. Bwana Yesu asiwe sana. Hata asipofanya, atakubana, atakwambia, kwani tulipatana, uliniagiza lakini nimeshindwa. Nafasi yangu imekuwa ndogo. Sijui kama tunaelewana. Sitaki kwenda huko. Kwa hiyo kama agano tumeona ni mapatano. Je, mapatano yana sifa gani? Ninapozungumza ni mapatano na mtu fulani, je, ili yaitwe mapatano, kuna sifa zipi ambazo unazizingatia useme hawa watu wamepatana, hawa watu wameagana, hawa watu wamepatana 1, 2, 3? Sifa gani ambazo unazizingatia kutazama kwamba hawa watu kweli wamepatana? Jambo la kwanza, sifa ya mapatano inaweza kuleta matunda mazuri kwa kiwango kikubwa sana. Ukikuta watu waliopatana kufanya kitu fulani, huwa wanakifanya kwa nguvu kubwa. Huwa wanakifanya kwa nguvu kubwa, na lazima huwa kinaleta matokeo mazuri. Matokeo mazuri, yawe positive au negative, yawe chanya au hasi,
yawe mazuri au mabaya, wakinia kupatana kufanya jambo, watu waliopatana, sifa mojawapo lazima kile walichopatana ukifanya kitakuwa na matunda, yawe mabaya au mazuri. Ninapozungumzia yawe mabaya au mazuri, adui naye huwa anapatana kufanya ubaya kwa watu, huwa anapatana kufanya ubaya kwa mtu fulani, huwa anapatana kufanya ubaya labda kwa kitu fulani. Kwa hiyo adui wakipatana kufanya ubaya, uwe na uhakika ule ubaya utatendeka kwa kiwango kikubwa. Na vile vile watu wakipatana kufanya biashara moja, huwa inafanikiwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu wanatiana moyo, wanasaidiana, Bwana Yesu asiwe sana. Lakini sifa nyingine ya mapatano, ili ujue kwamba hapa kuna mapatano, watu waliopatana huwa na lugha moja, huwa na usemi mmoja. Hii ni sifa mojawapo tena ya kitu kinaitwa mapatano. Hakuna mapatano kama lugha ni tofauti kati ya hawa watu wawili wanaosema wamepatana. Lugha yao lazima iwe moja. Wakisema ndio, wote ni ndio. Wakisema hapana, wote ni hapana. Lakini ukikuta watu wanasema wamepatana, halafu mmoja wapo akisema ndio, mwingine anasema hapana, hapo hakuna mapatano. Bwana Yesu asiwe sana. Hapo hakuna mapatano. Hakuna kabisa mapatano hapo. Lazima uelewe hilo. Lugha yao ni moja. Sasa ili uelewe zaidi, twende nikakusomee habari ya watu waliojenga mnara wa Babeli. Twende nikakusomee hapo ili upate kitu, mwana wa Mungu. Mwanzo 11 mstari wa 1 na kuendelea. Na kuonyesha tu kwa ufupi. Ukumbuke msingi wa somo letu, andiko la msingi wa somo letu hatujalisoma bado Tuko kwenye utangulizi wa somo. Kwani kualike uzidi kwa pamoja na mimi, usiondoke. Tunakoelekea ni pazuri. Mwanzo 11 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Sifa ya watu waliopatana. Mstari wa 2, kama watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tuyachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Si kama umeona picha hii? Hawa watu, Biblia inatuambia kwamba walikuwa taifa moja, lakini pia walikuwa na lugha hii. Walikuwa na lugha moja na walikuwa na usemi mmoja. Wakazamilia, wakaona wanatapakaa sana kwenye nchi. Wakasema, ngoja tujenge kamnala ketu kafike mpaka mbinguni. Bwana mkubwa alipochungulia kwa watu, anashangaa, hivi hizi jamaa kweli zimezamilia? Hii miamba imezamilia kweli, inafanya. Na akaona, tazama, akaona jinsi wanadamu wanavyofanya, na akaangalia kweli kabisa hawa watu hakuna wa kuwazuia. Wamezamilia kufanya lile waliokusudia. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa sababu gani? Wamepatana. Na wamepatana kupitia ni wana lugha moja na usemi huu mmoja. Alichokifanya Mungu, aliamua mwenyewe ashuke, avuruge usemi wao, avuruge lugha zao, kila mmoja aanze kuongea lugha anayojua yeye. Alishuka akasema, watu watafanya hiki kitu, baadaye kitakuwa na madhara kwao, acha niwasaidie kwa vurugia usemi. Bwana Yesu asiwe sana. Akavuruga usemi, mwingine anaongea Kichina, mwingine anaongea lugha ipi haielewi, wakaacha kuelewana. Bwana Yesu asiwe sana.
ni sifa ya watu waliopatana. Sasa tunarudi kwenye andiko la somo letu. Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Twende pamoja mwana wa Mungu. Wafalme wa kwanza sura ya 11 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka 13. Nitasoma kwa msaada wa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi: Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na wa Amoni na wa Edom na wa Sidon na wa Hiti na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika watageuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize kwa makini hii habari. Nisikilize kwa makini habari. Hapa ndio kuna kiini cha somo letu. Kuna kitu muhimu cha somo letu. Kitu muhimu cha somo letu ambacho tunajifunza hapa. Sasa na ukae makini. Kuna watu wengi wanasemaga huko duniani huko, nakuta Sulemani mbona alioa wanawake wengi? Alioa sijui wanawake 700 na suria 300. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unayezungumzaga hivyo, nasemaga naambiaga watu, unaposema kwamba fulani alifanya hiki na Mungu bado akawa naye, angalia madhara aliyoyapata. Angalia na madhara ambayo ameyapata. Usiangalie tu kwamba alifanya hiki lakini Bwana bado akawa pamoja na yeye. Sikiliza nikwambie. Sasa sikiliza hii historia ya Sulemani. Sulemani alikuwa pamoja na Mungu, lakini angalia kilichompata baada ya kufanya hiki kitu. Baada ya kufanya hiki kitu. Tunaendelea kusoma. Mstari wa 4. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtoreti, mungu mke wa Wasidoni, na Milkom, chukizo la wa Amoni. Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Sulemani akamjengea Kemosh, chukizo la wa Moabi, mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Molek, na chukizo la wana wa Amon. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni, waliofukiza uvumba, wakatolea miungu yao dhabihu. Basi Bwana akamghadhibikia Sulemani kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara 2, akamwamuru katika habari ya jambo lililo hilo asifuate miungu mingine, lakini yeye hakuyashika aliyoyaamuru Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani, kwa kuwa umefanya hayo, wala hukuyashika maagano yangu, wala hukuyashika maagano yangu. Point hiyo ya msingi. Maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Walakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako. Nitaularua utoke katika mkono wa mwana wako, lakini sitauondoa ufalme wote. Pia nitampa mwana wako kabila moja kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu, na kwa ajili ya Yerusalemu niliyouchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona habari ya Sulemani. Sulemani alikuwa ni mtu mwenye hekima, ambao Mungu aliachilia hekima ya ajabu na busara na maarifa ya kutosha. Na tunaona namna Sulemani alivyoenda pamoja na Mungu. Sasa unaoja kuona Sulemani walipatana na Mungu ya kwamba anatakiwa asiabudu miungu mingine, lakini anatakiwa asije akachukua wanawake wote wa kigeni akawatoa kuwa wake. Taifa lake lisije likachukua wake wa kigeni wowote wale, na wala wao wasiingie kwa wageni kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndilo lilikuwa patano kati ya Mungu na taifa la Israeli, kati ya pande hizi mbili.
Bwana Yesu asiwe sana. Lilikuwa patano, na walipatana ya kwamba, nimekuambia kwamba mapatano huwa yako baina ya watu wawili, na lazima kuwe na kitu katikati. Unapopatana, unapatana kwa ajili gani? Unapatana kwa ajili ya kitu fulani. Tunapatana kufanya biashara, tunapatana kufanya hiki. Lazima kuna kitu, kuna sababu ya mapatano. Mungu mwenyewe, sababu ya mapatano kati ya Sulemani na Mungu. Mungu alimwambia, ukifanya 1, 2, 3 ukaenda pamoja na mimi, nitauimarisha ufalme wako, na wala hatatokea mfalme kama wewe, wala mwenye hekima kama wewe hatatokea. Bwana Yesu asiwe sana. Na ufalme wako utakuwa imara milele. Mungu alimwaidia hivyo Sulemani. Ukirudi huko utaona. Sina muda wa kuanza kusoma maandiko, lakini uwe na tabia kusoma neno la Mungu. Rudi sura hizi za nyuma, kitabu hichi utaona. Wewe soma Wafalme, ni kitabu cha historia. Utakuja kuona Sulemani namna alivyopatana na Mungu baada ya kupakwa mafuta awe mfalme wa taifa la Israeli. Kwa hiyo akapatana, lakini kilichotokea, Sulemani moyo wake ukawapenda wanawake wa kigeni. Na mbaya zaidi, akaoa wanawake wengi, wanawake 700 na masulia 300, na ni wa kigeni. Bora hata angeoa mmoja, lakini hata vile vile mmoja. Walishapatana. Mapatano yana gharama yake. Ukipatana na mtu kwa gharama yoyote, lazima utimize lile patano. Usipopatana unamkosea sana yule mtu. Na kama kuna kiapo umewekeana, lazima akitimize. Lazima tu atakitimize, kwa sababu mmeagana, mmepatana. Sasa Sulemani moyo wake unageuzwa. Alimwambia Sulemani, usije ukatoa mwanawake wa kigeni, wala usingie kwake, kwa sababu atawageuza mioyo yenu. Halafu muelekee miungu mingine, muanze kuabudu miungu mingine. Na ndicho kilichotokea. Sulemani akapendezwa na wanawake wa kigeni. Alipopendezwa na wanawake wa kigeni, wakamgeuza moyo wake. Walipogeuza moyo wake, kila wanachomwambia anasikiliza. Wanamwambia mume wetu, na wanawake wanavyojua kubembeleza. Wanawake wanavyojua kubembeleza. Wakambembeleza, kumwambia, tunaomba sadaka, twende tukatoe sadaka, twende tukatoe dhabihu au sadaka kwa miungu yetu. Bwana Yesu asiwe sana. Na yeye anawasikiliza. Tayari moyo wake ukageuka. Moyo wa Sulemani ukageuzwa. Moyo wa Sulemani ukageuzwa. Akaanza kuelekea miungu mingine. Miungu ile ya wanawake aliowaoa, aliowatwaa wa kigeni, akaanza kuifuata. Anaanza kuwapa mali zake waende wakatolee sadaka miungu. Sijui kama tunaelewana watu wa Mungu. Na ndiyo sasa unakuja kuona ya kwamba Mungu anaona hilo chukizo Sulemani alilofanya. Akamwambia Sulemani, sikiliza, kwa kuwa umefanya jambo hili, umelivunja agano langu, kuyafuata kuyashika maagano yangu na wewe tulioagana, mimi Bwana Mungu wako nitaularua ufalme wako, na nitampa mjakazi wako. Can you imagine? Wewe ni boss kampuni fulani, halafu unanyang'anywa hilo kampuni uliloanzisha wewe, ukasaini wewe, ukalisajili wewe kwa gharama zako, ukanyang'anywa, akapewa mfanyakazi wako au meneja wako. Bwana Yesu asiwe sana. Ndicho anachoambiwa nani? Anachoambiwa Sulemani, ya kwamba ufalme wako nitaularua, halafu nitampa nani? Nitampa mjakazi wako. Na mjakazi wake alikuwa anaitwa Yeroboam. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini kwa huruma akamwambia, kwa ajili ya baba yako Daudi, kwa namna alivyoupendeza moyo wangu, nitawabakishia kabila moja. Rehoboath, nafikiri mtoto Rehoboam, mtoto wa Sulemani, ndio akasema, huyo mtoto wako hata lisi, hata chukua taifa, hata chukua makabila yote, ila kwa ajili tu
ya baba yako Sulemani Daudi nitampa mtoto wako kabila hili, kabila moja. Makabila yote 11 yaliyobakia Yeroboamu atayaongoza, ambaye ndiyo mjakazi wa nani? Wa Sulemani. Baada ya kufanyeje? Baada ya kuvunja agano. Baada ya kuvunja agano. Somo letu, usivunje agano lako na Mungu. Usivunje agano la Bwana. Haleluya. Kwa hiyo tunakuja kuona Sulemani kavunja agano na mambo aliyompata sasa, na ndio haya ufalme wake unalaluliwa. Roho Mtakatifu akanifundisha kitu, kuwa usione umesimama. Mungu anakutumia kwa kiwango kikubwa. Bwana anakutumia kwa mambo ya ajabu. Mungu anakutumia kufanya vitu vizito, ukajiona ya kwamba hauwezi kurudi nyuma, hauwezi kwenda hivi, hauwezi kufanya hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Usione umesimama, Mungu anakutumia kwa kiwango kikubwa. Ukasema au kazani ya kwamba hauwezi kudondoka. Hauwezi kudondoka. Hakuna mtu aliyeamini au aliyezania kwamba kiwango alichonacho Sulemani anaweza akadondoshwa na wanawake. Hakuna mtu ambaye anaweza amini, kwa sababu hekima aliyokuwa nayo ilikuwa sio ya kawaida. Lakini akajisahau. Alipopata mali, akapata kila kitu, akajisahau. Na ndivyo ilivyo watumishi wengi na Wakristo wengi. Huwa tunajisahau kwa kiwango kikubwa. Tunasahau ni wapi tulikotoka. Tunasahau mpaka maagano ambayo Mungu tumeagana naye. Hatimaye anakuja kutugharimu kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akanifundisha kwamba akanipa na andiko, akasema ajizaniaye amesimama angalia asianguke. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 12. Wakorintho, ngoja nikusomee usije ukasema nimejitungia. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo anayejizania kuwa amesimama na angalie asianguke. Anayejizania kuwa amesimama na angalie asifanyeje? Asianguke. Sulemani akajiona kwamba amesimama. Akajiona kwamba amesimama, hawezi kurudi nyuma tena. Hawezi kurudi nyuma tena. Na wala asichukue tahadhari yoyote ya kuyatafakari kila wakati yale walioagana. Ndio maana unapopatana au unapokuwa na mapatano kati ya mtu au patano la kati ya Mungu, lazima uwe unajikumbusha kila wakati. Kila hatua ukitaka, rudi kwenye diary yako ulipoandika kwamba tumepatana hiki na hiki. Usije ukasahau ukakosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maana yake nini? Maana yake nini? Swali la kujiuliza. Wewe utajikumbusha kwa namna gani? Na ukumbuke somo letu kwamba usivunje agano lako. Usivunje agano la Bwana. Haleluya. Usivunje patano kati yako na Bwana mlilopatana. Swali la kujiuliza. Maagano yako na Mungu ni yapi? Una agano gani na Bwana? Kwa sababu tukiangalia familia zetu, koo zetu, wale ambao nyinyi ambao kuna wengine ambao hawajatoka kwenye mikiki ya koo zilizotegemea mizimu huko. Lakini sisi tuliotoka huko tunajua, tunafahamu namna ilivyo. Huwa tunasikia tu kwamba babu aliagana na mizimu 1 2 3. Huwa tunasikia tu kwamba baba yangu aliagana na mizimu 1 2 3. Asipofanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano naweza nikatolea katika familia yangu. Familia yetu tuko watoto 11. Mzee alikuwa hataki habari ya kusoma. Alikuwa hataki habari ya kusoma. Ilikuwa ni kufuga na kuchunga ng'ombe basi, hata watoto wa kike. Dada zangu wako 7. Waliofanikiwa kuingia shuleni ni 2. Tena kwa kulazimisha. Wengine hawajaingia hata darasa la kwanza. Wamejua kusoma baada ya kuokoka. Wakaanza kujifunza kusoma Biblia hivi, wengine wakajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada mmoja ndo alilazimisha.
Alikuwa anaenda kwa lazima, anakula fimbo, alirudi nyumbani atandikwa anaenda. La ya baba yetu ni kuchunga ng'ombe, na tulikuwa na ng'ombe nyingi kupita kawaida. Tulikuwa na mifugo mingi sana. Na tulikuwa tujui mifugo inakuaje kwaje. Lakini sikilizia kimbembe tulipokuja kuanza kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yamekuwa magumu, Mungu mwenyewe kaingilia kati katika familia. Kavuruga mwingine kapiga ugonjwa hivi na hivi kwa waganga mpaka Bwana Yesu asifiwe sana. Wamechanja chale sana kaka zangu huko na dada zangu. Mimi niliishia kunywa mitishamba tu, sijawahi kuchanjwa chale. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu nilijikuta angalau kuna kanema kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa hakuna kusoma. Sasa sijui sana kwamba walipatana na mizimu hivyo, sijui. Na waliopambana kusoma, huyo dada zangu wawili waliopambana kusoma wameishia darasa 7 wakafeli. Aya, kaka zangu angalau ndio walikuwa wanaruhusiwa. Wanaume ndio walikuwa wanaruhusiwa kusoma angalau. Waliingia na hakuna. Wamejitahidi, wamepambana, wamefika form 4 Mimi peke yangu mtoto wa mwisho ndo nimevuka form 4. Peke yangu kati ya watoto 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakuja kusikia kwamba mababu waliagana 1 2 3. 1 2 3, ambayo hayo magano yamekuwa yakitembea uzao hadi uzao. Ikitokea kuna mtu akakiuka, utajikuta huyo mtu anachanganyikiwa, utajikuta maisha yake magumu, hafanikiwi, maskini mwanzo mwisho. Walishapatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huko ni upande wa pili, huko wa giza. Sasa wewe mwana wa Mungu unajua patano lako kati yako na Mungu? Patano lako kati yako na Mungu ni lipi? Nikikuuliza swali popote ulipo, wewe umeagana nini na Mungu? Utanijibu nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo huko duniani walikuwa na maagano. Hata leo hii watu wana maagano huko duniani. Freemason, ili ufanikiwe wakupe mali zao, mnaagana, mnaweka agano ya kwamba utamtoa mtoto wako unampenda au utatoa 1 2 3. Wengine wanaotegemea kwa waganga, sijui kila baada ya muda fulani lazima wakatambike. Kwani wangapi ambao tunawaona wanaenda kutambika? Wengine hadharani kabisa wanaenda kutambika. Wenzetu kule Moshi wanaendaga mwezi wa 12, wanaenda kufanya mambo yao, kuimarisha agano. Ikitokea wakakiuka, utaona mambo yao yaendi. Ni vitu ambavyo ni harisi na vipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe mwana wa Mungu, ili uweze kuona maisha yako yakisonga mbele, yakiwa imara sana, au kizidi kufanikiwa, lazima ujue hii siri ya kuweka agano na Mungu. Uijue siri, ufahamu maagano kati yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya hilo swali kujiuliza, nadhani kila mmoja amejipa majibu huko. Amejipa majibu kwa namna anavyoweza. Lakini ngoja tusome kitabu hiki ni kuonyeshe kitu hiki. Tusome Waibrania sura ya 13 mstari wa 20 na 21. Waibrania sura ya 13 mstari wa 20 na ule mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu. Moja, utambue ya kwamba kumbe aliyefanyika agano ni Yesu kupitia damu yake iliyomwagika pale msalabani. Sasa leo ambao wewe hujui agano lako na Mungu, nisikilize kwa makini. Roho Mtakatifu anatufundisha kitu hapa. Mstari wa 21 anasema, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake. Kwa Yesu Kristo utukufu na yeye milele na milele. Amina.
Kwanza kabisa, kitu kilichofanya mapatano kati yetu na Mungu ni damu ya mwana kondoo ya Yesu Kristo wa Nazareti hai, ambayo ilitufanya tupatane na Mungu wetu, kwa sababu tayari tulikuwa tumeshavurugwa huko. Adamu na Hawa walikuwa wameshavuruga mipango, walishavunja maagano yao na Mungu. Sasa patano kuna gharama. Watu wasiopatana kuna gharama ya kuwaunganisha. Watu wasioelewana ambao walipatana halafu wakaja mapatano yao kavunjika, kuna gharama ya kutengeneza. Wengine walishapelekana polisi huko, hii hao watu wawe na amani tena wasalimiane kwa amani, kuna gharama ya ziada. Kuna vitu vya ziada inatakiwa vifanyike. Na Yesu alipoona kwamba watu akina Sulemani wamevunja agano, kina nani wamevunja agano, sasa anajiuliza tutapatana vipi na hao watu? Akiangalia ni watu ambao ni maumba, ni watu ambao ni maumba. Sasa tunafanyaje? Akaamua atoe kitu, akaamua atoe sadaka. Mwana wa Mungu, ili agano liwe imara, lazima kuna sadaka inatakiwa. Kuna sadaka inatakiwa. Ndio maana watu wao wanaenda wanapeleka, wanachinja wanyama, wanaua watoto wao, wanatoa sadaka ili maagano yao kati ya miungu yao na wao iweze kuwa imara, mapatano yawe imara. Kuna sadaka. Sasa sadaka yetu ilikuwa ni moja tu, ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hakuna sadaka yoyote nyingine ambayo inaweza kutolewa kuimarisha agano kati ya mwanadamu na Mungu nje ya damu ya Yesu. Asikudanganye mtu yoyote, nabii, mtume, askofu, sijui nani, ya kwamba lete fedha tuimarishe patano lako na Mungu, kitu ambacho hakipo. Hakuna. Asikudanganye yeyote ya kwamba lete ng'ombe, lete mbuzi tuchinje tuimarishe mapatano yetu na Mungu. Nani kasema? Patano lako na Mungu ni kutambua thamani ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Ukitambua hiyo ni sadaka pekee ambayo ilileta patano kati ya mwanadamu na Mungu, wewe kinachobakia ni kufuata nyayo za Yesu. Ni kufuata nyayo za nani? Za Yesu. Roho Mtakatifu anifundisha niliposoma kitabu cha Waebrania ya kwamba sehemu watu waliopatana huwa kuna amani. Ni moja ya sifa ya mapatano. Watu waliopatana lazima wawe na amani. Huwezi kuniambia umepatana na fulani halafu mwingine ana uchungu, mwingine ana furaha, mwingine ana amani, mwingine hana amani, kitu ambacho hakipo. Kama watu waliopatana, mmoja wapo akikosa amani wote hawana amani. Mmoja wapo akiumia wote wanaumia, kwa sababu ni lugha moja, ni usemi mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Akanifundisha kitu. Angalia leo hii Wakristo wengi hawana amani katika maisha yao. Hawana amani katika familia zao. Ndoa hazina amani, na wanasema wamepatana na Mungu, wana maagano na Mungu. Sasa unajiuliza agano gani lisio na amani? Unajiuliza ni agano gani hilo ambalo halina amani? Kama umepatana na Mungu, hiyo amani kwa nini haipo? Na katika neno la Mungu anasema kwamba basi Mungu wa amani. Yeye Mungu wetu ni wa amani. Unapatanaje na mtu mwenye amani ukose amani? Unapatanaje na mtu mwenye amani ukose amani? Unapatanaje na mtu mwenye furaha ukose furaha? Kitu ambacho hakipo. There are the mistake there. Kuna makosa pale. Kuna makosa pale. Sio bure. Amani hiyo sio, haiwezekani. Hapana, hapana. 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 Sio kama kuna mmoja anaelewa kile Roho Mtakatifu anatufundisha. Anasema basi Mungu wa amani, aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana, awafanye ninyi kuwa wakamilifu. Agano mojawapo kati yako na Mungu ni kuwa mkamilifu. Watu wanasema hakuna mwanadamu kamilifu, hakuna nini sijui mtakatifu. Nani kakwambia? Ina maana wewe uliyepatana naye sio mkamilifu? Uliyepatana naye sio mkamilifu? Ametuambia tunatakiwa tuwe kamilifu, watakatifu kama yeye alivyo.
Kama tumepatana naye, lazima na sisi tukamilike. Hatawa hatuna uwezo wa kujikamilisha, yeye anao uwezo. Kama tumepatana naye, kwa nini asitukamilishe? Kwa nini atusikamilishe? Hawezi kuniambia umepatana na Mungu halafu usikamilishwe, kitu ambacho hakipo. Ukipatana na Mungu, cha kwanza lazima atakukamilisha. Lazima atakukamilisha. Haleluya. Naendelea kusema kwamba awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema. Agano kati yako na Mungu ni kufanya lilo jema. Na ndivyo alivyomwambia Sulemani, ya kwamba usije ukaruhusu moyo wako ukageuzwa, ukafanya machukizo kwangu, ukafanya vitu ambazo visivyofaa. Fanya lilo jema, sikia, fanya kwa bidii agano ambalo tumeagana na wewe. Lakini kingine ni kuyafanya mapenzi yake. Mtu ambaye amepatana na Mungu ni mtu ambaye hafanyi ya kwake, anafanya ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyepatana na Mungu ni mtu ambaye anafanya ya Mungu, anafanya mapenzi ya Mungu. Nilisha kutolea mifano mara nyingi hapa ya kwamba fundi anapotengeneza meza, haitengenezi meza ijifaidie yenyewe. Anaitengeneza meza ili msaidie yeye au isaidie watu. Sasa kaa chini, jitafakari, wewe umetengenezwa na nani? Chanzo cha kuitwa wewe ni nani? Si ni Mungu? Na kama Mungu ndiye ametutengeneza ili tuonyeshe kwamba tumepatana naye, lazima tufanye yaliyo mapenzi yake. Lazima tufanye yale anayotuagiza. Na kila mmoja Mungu ameweka kusudi ndani yake. Kila mmoja Mungu ameweka kusudi ndani yake. Ameweka kusudi ndani ya moyo wake. Sisi kama tunaelewana. Hawezi kusema ya kwamba mimi bana nimeagana au nimepatana na Mungu halafu nafanya cha kwako. Kristo aliyepatana na Mungu huwa anasikia kila ambacho Mungu anamwambia na anakifanya. Haleluya, haleluya. Kuna mtu mmoja anaelewa kile Roho Mtakatifu anatufundisha. Na baada sasa ya kuyafanya mapenzi yake, kufanya lilo la Mungu, anasema kwamba naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake. Unakuja kujiuliza, ni mambo gani yanayompendeza Mungu? Ukienda Yeremia 29:11 anakuambia mawazo nayowazia ni mawazo ya amani, sio mabaya, kuwapa tumaini hata ile siku ya mwisho. Ukija kuangalia jambo ambalo linampendeza Mungu kwetu kulifanya, ni kwamba kutuwazia amani, ni kututendea mazuri, ni kufanya 1, 2, 3 ili tufanikiwe, tuzidi kuongezeka. Bwana Yesu asiwe sana. Maana yake kama hutaki kuwa na amani, vunja patano kati yako na Mungu. Hutaki kuwa na amani, vunja kusudi la Mungu au vunja maagano yako na Mungu. Sisi kama tunaelewana. Kama unataka maisha yako yawe magumu siku zote, wewe vunja tu patano. Vunja tu patano kati yako na Mungu. Ni hakika maisha yako hayatakuwa na amani. Hautakuwa na furaha siku zote. Hautakuwa na, sisi kama tunaelewana. Roho Mtakatifu anatufundisha kitu hiki. Tuelewe jambo hili, mwana wa Mungu, tulifahamu kwa makini. Haleluya. Anasema naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo utukufu na yeye milele na milele, amina. Kumbe kuna mambo kadha wa kadha Mungu anayatenda kwetu ikiwa tutatembea katika agano, tutatembea katika patano. Kuna vitu ambavyo Mungu atavifanya ambao vinampendeza. Ni sawa na wewe unapotengeneza kitu fulani na ukakiona kile kitu kinakufaidia, lazima utakitunza. Utaanza kuipaka, utabadilisha rangi kila wakati. Utakiweka sehemu nzuri kikae vizuri.
Kwa sababu gani? Hiki kitu kimekusaidia. Bwana Yesu asiwe sana. Sisi kama tunaelewana. Kimekusaidia, utakitunza, utakisafisha kila wakati. Kwa sababu unaona kina muhimu. Na ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu. Akiona mmepatana na kila anachokuelekeza unafanya, na kusudi lako leo tu unalitenda, lazima ataanza kukusaidia. Mahali ambapo unashindwa anakufadhili, mahali ambapo una changamoto anakuinulia watu. Bwana Yesu asiwe sana. Anakuinulia watu, anakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo agano lolote lazima limalike. Agano lako na Mungu lazima limalike. Unahitaji matokeo, unahitaji upate kitu kutoka kwa Bwana. Imalisha agano kati yako na Mungu. Na agano letu, kumbuka nilisha kuambia, lilisha imalishwa na damu ya mwana kondoo Yesu Kristo anantale hai. Asikudanganye mtu yoyote kwamba lete sadaka, lete mali, lete ng'ombe, lete nini, eti kwamba uimalishe patano kati yako na Mungu. Kitu ambacho hakipo. Damu ya Yesu pekee ilishamaliza vyote. Bwana Yesu asiwe sana. Twende tukasome andiko la mwisho kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo. Isaya 55 mstari wa 3 mpaka 13. Isaya sura ya 55 mstari wa 3 mpaka 13. Neno la Mungu linasema hivi: tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, na rehema za Daudi zilizo imara. Nami nitafanya agano nanyi la milele. Cha kwanza kwa kuzingatia, ili agano lako kati yako na Mungu lazima limalike, lazima ufuate vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza, lazima uwe na uwezo wa kutega sikio lako kumsikia Mungu. Lazima uwe na uwezo wa kutega sikio lako kumsikia Mungu. Unahitaji patano kati yako na Mungu liwe imara siku zote. Nimetoka kuambia kwamba wenzetu huwa wanatoa sadaka, huwa wanaenda kutambika ili kuimarisha maagano yao kati yao na mizimu. Sasa agano sisi, sadaka ya agano iliyofanyika ni moja tu, ya damu ya Yesu Kristo anatele hai, na hakuna sadaka yoyote ambayo inaweza kufanya tena agano la Bwana limalike. Wewe unachotakiwa, nimekuambia kwamba tega sikio au fuata nyayo za Yesu Kristo anatele hai. Na mambo haya tutaangalia mambo kama matatu. Anasema kwamba tegeni masikio yenu. Maana yake una uwezo wa kutega sikio lako limsikie Mungu vizuri. Ni moja ya kuimarisha patano lako kati yako na Mungu. Tega sikio lako uweze kusikia nini Mungu anasema na wewe. Uweze kusikia nini Mungu ananena na wewe. Na jambo la pili amesema ya kwamba na kunijia. Na kunijia. Haleluya. Unaposema nakujia, maana yake sina kufuata. Maana yake nakufuata. Maana yake nini? Ukisha tega sikio lako, lazima ufate njia inayoelekea kwa Mungu. Au mwendo wako au safari yako iwe katika njia ya Yesu Kristo anatele hai. Ndio maana akasema kwamba anayetaka kunifuata ajikane mwenyewe, au bebe msalaba wake na anifuate. Maana yake nini? Uchukue hatua. Baada ya kutega sikio lako kusikia sauti ya Mungu, basi uanze kuchukua hatua ya kuanza kufuata yale ambayo anakuelekeza, ya kuanza kufuata yale ambayo anakuambia, ya kuanza kufuata lile ambalo anakuelekeza. Uwe na hakika agano kati yako na Mungu litakuwa imara. Na jambo jingine anasema kwamba sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele. Sasa baada ya kumfuata Yesu, haitaishia kumfuata, atazidi tu atazidi kufanyeje? Atazidi kusema na wewe.
Sasa kama atazidi kusema na wewe, lazima uwe na uwezo wa kuzidi kumsikia kila siku itapo leo. Lazima uwe na uwezo wa kumsikia kila ambacho baada ya kumfuata Yesu. Sikiliza, sikia kile ambacho anafanyeje, anakuambia ufanye. Sikia ambacho anakuelekeza utende, na ukitendee kazi kweli kweli, na ukifanyie kazi kweli kweli, uwe na uhakika kwamba kati yako na Mungu agano lazima limalike. Agano lazima lifanyeje? Lazima limalike. Nitaendelea kusoma hapo mstari wa 4. Angalieni, nimemweka kuwa shahidi kwa kabila za watu, kuwa kiongozi na jemedali kwa kabila za watu. Mstari wa 5. Sasa sikiliza hicho. Ni watu tu waliopatana na Mungu wanaweza akifanya hiki. Sikiliza mstari wa 5. Niliupenda sana, nilifurahia sana, na Roho Mtakatifu alinifundisha kitu cha ajabu sana. Sikiliza mstari wa 5, anasema hivi: tazama, utaita taifa usilolijua, na taifa lisilokujua wewe litakukimbilia. Kilinifurahisha kitabu hiki. Andiko hili linipa fulani ndani ya moyo wangu. Roho Mtakatifu akaniambia watu waliopatana na Mungu, kukiwa na patano kati ya mwanadamu na Mungu, ataita Bwana Yesu asiwe sana. Ataita taifa asilolijua, na lisilomjua litamkimbilia. Sijui kama unapata pointi. Unajua Roho Mtakatifu anazungumza kitu pale ya kwamba utaita watu wasiokujua na usiowajua, halafu ataitikia mwito wako. Watasikia, watakaa chini, fulani anasema nini. Baada ya kuwa na patano kati yako na Mungu, baada ya kuwa na patano kati yako na Bwana, atasema litakukimbilia. Sio litakutembelea, litakukimbilia. Maana yake nini? Kama ni mafanikio utayaita, atakuja. Kama ni baraka utazisemesha, itakuja. Kama ni amani utaisemesha, itakuja. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna watu hawajawahi kujua furaha katika maisha yao kutoka wazaliwe. Hawajawahi kujua furaha ikoje. Anasema sasa, ikiwa agano lako litakuwa imara kati yako na Mungu, furaha utaita, itaitika, itakusogelea. Kuna watu amani hawana maisha yao yote, toka kwenye ndoa, toka waoane, hawana amani. Agano lako na Mungu likuwa imara, utaita amani kwenye ndoa yako, itakuja. Hakuna faida kwenye biashara yako kama agano lako na Mungu liko imara, utaita. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Utaita nini? Utaita mafanikio kwenye biashara. Haleluya, haleluya. Sijui kama tunaelewana watu wa Mungu. Mungu samani kidogo, betri zetu zinani. Nisikilize kwa makini. Anasema kwamba ataita taifa lisilomjua, na asilolijua litaitika, litamkimbilia. Maana yake agano lako likuwa imara kati yako na Mungu. Chochote utakachokisemesha lazima kije kwako. Unajua kwa sababu gani? Mwenye mamlaka ni nani? Mwenye mamlaka na vitu vyote ni Mungu. Na kama ni Mungu ndio mwenye mamlaka na vitu vyote, hakuna jambo lolote ambalo Mungu ataliita likangomea ya kwamba lisiitike. Na nimekwambia kwamba kati ya watu waliopatana huwa na lugha moja na usemi mmoja. Maana yake kama ukiwa na patano kati yako na Mungu, lolote utakalolisema unamwakilisha Mungu. Maana yake ukisema amesema Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa nini akatuambia mtakalo lifunga duniani mbinguni litakuwa limefungwa, na mtakalo lifungulia duniani na mbinguni litafunguliwa? Maana yake nini? Kuna mapatano yaliyo imara. Ni wale tu wenye mapatano yaliyo imara ambao wanaweza kufanya hivi vitu.
Kuna watu wamefunga vitu duniani havijakubali kufungika. Kuna watu wamefungua vitu duniani havijakubali kufunguka. Kwa sababu gani? Mapatano yao kati yao na Mungu ambaye atawasaidia, ambao atafanya wote, hayapo, yamevunjika. Haleluya, watu wa Mungu. Kuna mtu mmoja anaelewa kile Roho Mtakatifu anatufundisha asubuhi. Na anaendelea kusema hivi. Anaendelea kusema, litakukimbilia na kwa sababu ya Bwana. Umeona? Kwa sababu ya Bwana Mungu wako mliyepatana naye, na kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli, maana amekutukuza. Na kwa ajili ya mtakatifu wa Israeli, na kwa ajili ya mtakatifu wa Tanzania, na kwa ajili ya mtakatifu mama fulani, baba fulani, kaka fulani, dada fulani, mtoto fulani ambaye anafuatilia kipindi hiki, Bwana atafanya. Haleluya, watu wa Mungu. Sijui kama kuna kitu umepata asubuhi leo. Mungu akitupa neema, Mungu akitupa neema, tunaweza tukaendelea. Mungu akitupa neema, kitabu nani somo hili. Kwa leo naomba niishie hapa. Sasa unaweza ukajitathmini kwa hiki ambacho tumejifunza ama tumekiangalia. Bwana Yesu asiwe sana. Kile ambacho tumekiangalia hapa, unaweza ukatafakari kwa namna gani agano lako na Mungu livyo, au agano lako na Mungu likoje? Maisha yako unayoishi yakoje? Je, yana support, yanampendeza Mungu? Kwa sababu agano tumeweza kuona hapa, agano kati ya mwanadamu na Mungu. Asifanye lilo baya, afanye mapenzi ya Mungu, aache maovu yote, asiabudu miungu mingine, bali afanye mapenzi ya Bwana Mungu wake. Na yeye huyo Mungu atayafanya yaliyo mema. Atafanya yaliyo mema, yale ambayo yanampendeza katika maisha yake. Na tumeweza kuona ukiwa na patano na Mungu, 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 utafanya chochote. Utaita taifa usilolijua na taifa lisilokujua litakukimbilia wewe. Litakuja, litaitika. Utaita vitu ambavyo havipo, vitakuja. Vitasalenda amri yako. Utaita amani kwenye familia yako, itakuja. Utaita furaha kwenye ndoa yako, itakuja. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa sijui, yawezekana ukawa ni mmoja wapo uliyevunja agano la Mungu wako. Na nisijui umevunja mara ngapi hilo agano. Lakini Mungu alivyo mwema, sio kama Mungu wa kina Sulemani mwanzoni kule. Mungu wetu ameshaweka dhamana ya kuimarisha agano kati ya mwanadamu na yeye kupitia Yesu Kristo mwana kondoo. Kupitia Yesu Kristo ndio alishaweka imara agano. Ni wewe tu kurekebisha. Ikiwa unagundua kuna mahali umevunja agano kati yako na Mungu, una nafasi ya kutengeneza. Ndio maana uko hai. Bwana Yesu asiwe sana. Nasemaga kwamba kahaba, mchawi, mganga, sijui nani, yeyote anayefanya vituko, wote hao wana makusudi. Wana kusudi la Mungu ndani yao. Ila tu hawajapata tu mlango wa kutokea huko aliko. Na wewe kama unanifuatilia na unajua kabisa kuna mahali umefungwa, umebananishwa, na unajua kabisa agano la Mungu tayari ulishalivunja muda mrefu, na yamkini unaimba, yamkini unahubiri, yamkini uko kanisani, mimi sijui, wewe mwenyewe unajua maisha yako na mimi mwenyewe najua maisha yangu. Tutaenda mbele za Bwana kwa pamoja, tumwambie Mungu aturehemu pale ambapo tulivunja agano, mioyo yetu ikageuzwa. Sulemani moyo wake ukageuzwa, ukaanza kuelekea miungu mingine. Sasa leo hii miungu yako inaweza siwe mizimu. Wengine wamegeuzwa na fedha walizonazo.
Wengine wamegeuza na mali walizonazo. Imefika mahali hawamwangalii Mungu tena, wanaangalia mali zao. Imefika mahali hawamwangalii Mungu, wanaangalia fedha zao. Imefika mahali wanaangalia ndugu, hawamwangalii Mungu tena. Mioyo yao imegeuzwa, hawamuelekei Mungu tena. Maana yake hao watu wamevunja agano. Agano kati yao na Mungu limevunjika. Hiyo ndio miungu yako. Usije ukafikiri kuchonga tu sanamu hapo uweke uanze kuabudu ndio miungu. No. Kuna watu wengi wanaabudu miungu pasipo kujua. Muda wa kumwabudu Bwana, wewe uko kwenye biashara. Ikitokea biashara yako imeyumba, kanisa huonekani, haujishughulishi na jambo lolote la Mungu, moyo wako ulishageuzwa na mali, ulishageuzwa na fedha, ulishageuzwa na fedha. Bwana Yesu asiwe sana. Moyo wako ulishageuzwa na fedha tayari. Mimi sijui ni nini kilichokugeuza. Sulemani akageuzwa na wanawake. Wewe mimi sijui kimekugeuza nini. Yawezekana kijana pia na wewe umegeuzwa na wanawake. Moyo wako haumuelekei tena Mungu kwa sababu ya Waswahili wanaoita madem. Haleluya. Wanaita madem, wengine wanaita ma girlfriend, sijui ma boyfriend, wakina nani huko. Sielewi. Bwana Yesu asiwe sana. Wamegeuza hiyo yao. Hamwangalii tena Mungu. Hawaangalii tena habari ya Mungu. Mioyo yao imegeuzwa na kazi zao. Walipoajiliwa tu walimwacha Mungu. Wakaanza kuwa busy na kazi walizopewa. Wakasahau hata kuna kuomba. Wakasahau hata kuna kufanya la Mungu. Moyo wao umegeuzwa tayari. Bila kujua agano lao wakalivunja. Na toka siku hiyo, pamoja na kuwa anapata fedha lakini hajawahi kuwa na amani. Toka siku hiyo, pamoja na kuwa ana mali nyingi lakini hajawahi kuwa na furaha maisha yake yote. Anajiuliza nini shida? Anajiuliza nini changamoto, bila kujua kuna agano limevunjika. Wakati alipokuwa hana kitu, alikuwa na amani na furaha ya kutosha. Kwa sababu gani? Alikuwa na bidii kukaa kwa Mungu. Alikuwa na bidii kumtumikia Mungu. Alikuwa na bidii kumomba Mungu. Maana yake agano kati yake na Mungu lilikuwa vizuri. Alikuwa anajishughulishi na uovu wowote. Alikuwa hana muda na kutaja dhambi wala kufanya lolote linalomchukiza Bwana. Lakini leo hii anajiona na fedha na mali, anaona ni nguvu zake. Amemwacha Mungu, moyo wake umegeuzwa. Ameanza kufurahia maisha ya anasa, ameanza kufanya hiki. Moyo wake umegeuzwa tayari na fedha alizozipata, na ndugu wa karibu, na watu wa karibu, marafiki, jamii. Haleluya. Mimi sijui ni nini kimekugeuza. Lakini naamini Roho Mtakatifu anakusudi kusema na taifa la Tanzania kupitia ujumbe huu. Unaweza kaona taifa letu linapita pagumu. Angalia leo hii. Jua kila mahali ni kali kuliko unavyodhani. Sio Dar es Salaam tu hii kwamba unafikiri kuna jua. No. Hata ukipiga kule nyumbani Tabora, anapigia simu anasema jua kali, mazao yameungua, yamekauka. Hata ikitokea mvua ikanyesha leo, hakuna mazao yanayotokea. Kila mahali jua kali. Ni sehemu chache sana ambao kuna mvua tena vya rasha. Unakuja kujiuliza kwa nini? Kwa nini Tanzania? Kwa nini Tanzania? Jiulize, vijijini mazao yanakauka huko. Hebu fikiria wewe unayekaa Dar es Salaam, unategemea chakula cha vijijini. Maisha yatakavyokuwa magumu hapa mjini itakuwaje? Bwana Yesu asiwe sana. Lakini hatujawahi kaa chini na kujiuliza ni nini kimesababisha? Kwa nini tumepatwa na haya Tanzania? Mbona miaka mingine ilikuwa sio hivi? Kuna agano limevunjika. Kuna mambo fulani hajakaa vizuri kati ya mwenye mbingu, mwenye kuachilia mvua, na wanadamu. Haleluya. Kuna mambo hajakaa sawa. Lazima tujue pia, tuombe rehema kwa ajili ya taifa letu. Muda wangu unakimbia, nimebaki na kama na dakika 10 hivi. Twende mbele za Bwana kwa dakika hizi. Mwambie Mungu, nimejua, nimetambua kuna mahali kumbe siko sawa. Ninanyekea kwako, ninaomba rehema zako. Ninaomba unitakase Bwana, unioshe kwa damu yako. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, ninaomba unirehemu. Mwambie Baba, ninaomba unisamee mwanao. Ninaomba Baba unitakase, unioshe kwa damu yako. Nitakase mimi mwanao Bwana, nitakase mwanao. Ninaomba unirehemu Jehova Shama. Ninaomba unirehemu mwamba wa vyote. Ninaomba unisamee pale ambapo nilivunja agano kati yako na mimi Bwana.
kwa kutokujua, kwa kutokufahamu. Yawezekana najiona ya kwamba niko salama, yawezekana najiona niko sawa, lakini kumbe Bwana sio sahihi. Kumbe Bwana siko sawa. Maisha yangu ni magumu leo hii. Amani hakuna, furaha hakuna. Kumbe kuna mambo ambayo hayajakaa vizuri. Na kama ulivyomwambia Sulemani ya kwamba ikiwa umevunja maagano yangu, ukufuata maagano yangu tena, bali umefanya ya kwako, umefanya leo machukizo, leo hii nitararua ufalme wako. Leo hii Baba umelalua amani za watu wengi. Kuna huyo mama hana furaha katika maisha yake. Kuna huyo baba hakuna mafanikio, anafanya kazi kwa kujituma, kwa bidii, lakini hajawahi kuona faida katika hiyo kazi. Baba hakugundua na wala kujua nini shida, lakini leo amepata neema. Amepata neema ya kujua, ya kufahamu kumbe kuna kitu hakiko sawa. Kuna jambo haliko sawa kati yake na wewe Bwana. Mungu mkuu, tunanyenyekea mfalme hata kwa ajili ya taifa letu. Tazama taifa letu linalia kana kwamba Bwana jua linawaka. Wewe ndio mwenye amri juu ya jua, mwenye amri juu ya mvua. Bwana majeshi, ikiwa Bwana tumevunja maagano kati yetu na wewe Mungu lehaye, tunaomba uturehemu. Tunaomba utusamee watoto wako. Samee taifa letu Bwana. Takasa taifa letu Mungu lehaye. Tumekosa mbele zako Mungu lehaye. Tumekosa mbele zako Jehova Shama. Tunasogea mbele zako mfalme, tukiomba rehema mtakatifu. Tukiomba rehema Jehova ile. Tukiomba rehema mwamba vyote. Tunahitaji rehema zako Bwana mabwana. Tunahitaji rehema zako mwamba vyote. Uturehemu Jehova Shama, tunaomba Bwana tusamehe. Tusamehe watoto wako Bwana majeshi. Tusamehe watoto wako mwamba uliye mkuu. Tunaomba Baba uturehemu watoto wako. Tunaomba Jehova uturehemu watoto wako. Pale ambapo maagano kati yetu na wewe Bwana yamevunjika, yamevurugika, imefika mahali Bwana umeruhusu mabaya yatupate. Umeruhusu mabaya yatupate katika maisha yetu. Tunaomba Bwana kumbuka rehema zako. Kumbuka rehema zako. Wewe ni Mungu wa huruma. Wewe ni Mungu wa huruma Jehova Shama. Kwako Bwana hakuna lisilowezekana. Hakuna linaloshindikana mbele zako Baba. Hakuna linaloshindikana mbele zako Baba. Kumbuka rehema zako Bwana. Na ugaili kadhabu yako mfalme. Isiwe kwetu Bwana. Isiwe kwetu mfalme. Isiwe kwetu mwamba vyote. Rekashanda rama sikinde mo. Msaidie huyo mama mwamba vyote. Msaidie huyo mama Jehova ile. Msaidie Bwana Mungu liye mkuu. Msaidie Jehova Shama. Baba, ninaomba Bwana tuwezeshe. Tuweze kuimalika katika agano lako mwamba vyote. Tuweze kuimalika katika agano lako Mungu liye mkuu. Tuweze kuimalika katika agano lako Jehova Shama. Baba, ninakuinua mwamba vyote. Ninakuinua wewe Jehova ile uliye mkuu sana. Nikiamini wewe Baba unatenda, unafanya Bwana majeshi. Ninaamini katika haya Bwana umetenda na umefanya hakika. Na umefanya hakika. Na umefanya hakika. Kwa kadri ya nguvu zako na uweza wako mwamba vyote. Kwa kadri ya nguvu zako na uweza wako Baba uliye mkuu. Kupitia jina lako lipitalo majina yote. Nikiamini wewe Mungu unatenda, unafanya. Asante Bwana majeshi. Asante Mungu uliye mtakatifu. Kupitia jina lako Baba lipitalo majina yote. Nikiamini wewe Mungu upo na unafanya yaliyo makuu. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu nikiomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana mwana wa Mungu. Niseme Mungu akubariki sana kwa kibali ambacho Mungu amekupa. Wewe ambao umechelewa kuungana na mimi, tazama nimeenda kama lisaa. Unaweza kaanza upya kufuatilia somo hili. Kwa neema ya Mungu wiki ijayo tutakuwa wote. Nitaendelea na somo hili mpaka tutakapoishia. Tutakuwa wote, hili somo nitaendelea nalo. Sijamaliza, lakini ni msingi kwamba usivunje agano la Bwana. Hili somo tutaendelea nao Jumatatu. Jipange, jiandae kwa ajili ya ujumbe huu. Kuna mahali tutaenda. Roho Mtakatifu, kuna vitu Roho Mtakatifu atufundisha. Tutaona huko mbele, tutaona habari za michongoma na nini. Tutaona kupitia andiko. Tutaanza na andiko la Isaya 55 kuanzia mstari wa 3 mpaka 13. Tumeishia njiani. Kwa hiyo tutaendelea. Tutaona msunabali, sijui msonabali, mwedesi. Tutaona maana yake nini na vinashiria nini katika maisha yetu. Na kwa wakati huu Bwana Yesu asifiwe sana, kinawakilisha nini. Tutaona namna gani agano la Bwana linatakiwa liwe imara kati ya mwanadamu, kati ya Mtanzania na Mungu,
ili tuone mema yakiwa upande wetu. Nisiongee sana, nikutakie siku njema. Lakini kama una sadaka yako, unaweza ukatuma kwenye hizo namba ambazo zinapita hapo. Vile vile ninaweza nakutajia haraka haraka. Kuna namba ambazo unaweza ukatuma sadaka yako vile vile kwa ajili ya kazi ya Mungu hii. Unapoona tunakufikia au tunafikia watu, kuna gharama inatumika. Hivi vipindi ni online. Ni kama hivi unavyoona live. Ni gharama, internet, umeme, kila kitu kinahitajika. Kwa hiyo Mungu akikugusa sio lazima, lakini ukiguswa na Mungu ufanya kwa ajili ya Bwana. Fanya na Mungu wa mbinguni atakubariki. Vile vile katika hizi namba unaweza kupiga, unahitaji ushauri, maombi, unaweza kupiga kwenye namba hizo. Unataka kuonana na sisi, unaweza kupiga hizo namba, ni za mbeba maono wa huduma hii. Basi atakusikia na Mungu wa mbinguni atakusaidia kupitia yeye kwa kadri atakavyomuongoza na kwa kadri atakavyomsukuma. Kuna namba ya Vodacom 0758 940 388. 0758 940 388. 0758 940 388. Jina ni Lydia Mcharo. Lakini kuna Tigo 0714 607 242. 0714 607 242. Unaweza ukapiga au unaweza ukatuma sadaka yako. Na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Acha niombe kwa ajili ya hiyo sadaka, lakini niombe baraka kwa ajili ya siku hii. Mungu akawe pamoja na wewe unapoelekea kwenye majukumu yako, kwenye mambo kadha wa kadha ambao Mungu amekupa neema kuwa nayo katika kila siku itapo leo. Baba, ninakuinua. Ninasema asante kwa ajili ya kipindi hiki. Watoto wako umetupa neema na kibali ya kuweza kujifunza. Umetufundisha vyema na hakika tumejifunza. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye wakati na saa hii anaenda kutoa sadaka yake ameguswa kufadhili kazi yake. Kufadhili kazi yako mwamba vyote. Sio kwamba hauna uwezo wa kufanya mwenyewe. Una uwezo, lakini unatumia watu. Lakini umemgusa kufanya hicho. Baba, ninaomba umbariki. Mfanikishe na umfadhili mahali ambapo anakosa. Anatoa kwa sababu anakupenda, sio kwamba ana mali nyingi sana. Hapana. Ila kwa sababu anakufurahia na anakupenda wewe Mungu le hai. Basi ukamfadhili mahali ambapo ameshindwa. Mfadhili mahali ambapo kuna mambo hayaendi sawa. Achilia mafanikio kupitia kazi ya mikono yake. Na asiye na kazi Baba, fungua milango ya kazi. Kazi ya haki, sio ili mradi kazi. Kazi ambayo itakupa heshima wewe na utukufu. Na pia atafaidika nayo. Itampa amani na furaha na itampa nguvu ya kutumika mbele zako mwamba wa vyote. Ninakutukuza Baba kwa kuwa umetenda, kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Mungu ndiye mkuu. Ninatamka ulinzi juu ya mama. Ninatamka baraka kila anakoenda. Ardhi atakayoikanyaga ikafanyike baraka. Watu atakao kutana nao akapata kibali mbele zao kwa uweza wa jina la Yesu. Hakuna ugonjwa, hakuna shida, hakuna tabu ambayo itakutana naye. Bali Bwana wewe utamuongoza katika kila hatua. Mahali atakapoenda wewe Mungu le hai utakuwa pamoja na yeye. Utamfunika kwa nguvu zako na uweza wako kupitia jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, nikiomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Kwa neema ya Mungu tukutane siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu kesho mwalimu mtaendelea naye. Barikiwe sana, nikutakie siku njema, baraka na mafanikio. Amen.